Kutoka katika gazeti la The Guardian, basi katika siku ya leo wameweza kutoa ripoti ambayo inahusu yale yaliyojiri katika nchi ya Marekani mpaka kwa hivi sasa. Hivi karibuni kumekuwa na maandamano makubwa yanayofanyika kote Marekani yakilenga sera na hatua za Rais Donald Trump, mshauri wake ambaye ni Elon Musk. Lakini pia maandamano haya yamejulikana kama vile hands off. Yaliandaliwa na zaidi ya mashirika 150 yakiwemo yale ya haki za kiraia, vyama vya wafanyakazi na watetezi wa LGBTQ. Masuala haya makuu yaliweza kuibua maandamano haya ni pamoja na kufutwa kazi kwa wafanyakazi wa serikali kwa wingi na kufungwa kwa mashirika muhimu. Serikali imefanya mabadiliko makubwa katika mashirika ya umma ikijumuisha kufutwa kazi kwa wafanyakazi wengi, kufungwa kwa baadhi ya ofisi, hali iliyozua wasiwasi kuhusu utoaji wa huduma muhimu kwa wananchi. Lakini pia kupunguzwa kwa programu za kijamii na afya. Lakini pia kuna upunguzaji mkubwa sana wa budget katika programu za huduma za afya ikiwemo pamoja na Medicaid, ambazo basi jambo hili limeweza kuzua taharuki kubwa sana kwa wananchi katika nchi hiyo. Lakini pia sera kali ya uhamiaji na deportation. Serikali hii imechukua hatua kali dhidi ya wahamiaji ikiwa ni pamoja na kufuta visa na kuamuru baadhi ya wakimbizi kuondoka nchini humo, hatua zinazoweza kusolewa kuwa zinakiuka haki za kibinadamu. Lakini pia utekelezaji wa ushuru mpya, yani kuna utekelezaji mpya wa ushuru, huu unaitwa tariffs. Sera mpya ya ushuru zinazoanzishwa na serikali zinahofia kuathiri uchumi na kusababisha mdororo wa kiuchumi kama vile unavyoonywa na baadhi ya viongozi wa kisiasa. Maandamano haya yamekuwa na ushiriki mkubwa sana kutokana na watu wa rika mbalimbali wakiwemo viongozi wa kisiasa na wanaharakati mashuhuri katika jiji la Washington DC. Maelfu ya watu wamekusanyika kupinga kile ambacho wanakiita kwamba ni hatua za kiimla na ajenda zinazoendeshwa na mabilionea. Viongozi kama vile Senator Cory Booker na rais wa zamani Barack Obama wanaohutubia waandamanaji hao. Lakini pia wamekuwa wakihimiza wa Marekani kusimama kidete kulinda demokrasia na kupinga ajenda za Trump kupitia gazeti la The Guardian. Lakini pia kwa ujumla maandamano haya yanaonyesha kwamba ni ongezeko kubwa la upinzani dhidi ya sera ya utawala wa Trump, hasa kuhusu masuala ya kijamii, kiuchumi na haki za kibinadamu. Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Ni ndio rejea katika mitandao ya kijamii hususan katika swala zima la huko nchi ya Marekani. Bye bye for now.